sana mtazamaji wa Asili Yetu TV, natumaini uko poa mzima wa afya. Na leo bwana ni tarehe 1 mwezi wa 7, mwaka wa serikali ni mpya kabisa, mwaka mpya huu. Uko poa Bandidu Master? Niko poa kabisa. Bwana, ni kitambo sana tulipofanya interview na wewe kwa mara ya kwanza kabisa. Na leo tena uko ndani ya Asili Yetu TV. Leo niko ndani ya Asili Yetu TV tena kwa mara ya pili. Kwa mara ya pili. Ni kitambo sana. Okay. Wahenga wa zamani ni Bena wa Bena zamani, kwanza ukiona mgeni ameenda amerudi walikuwa na tafsiri vipi? Yake bana hivi. Na hili ni mfano hilo. Lazima na hili ni. Kwanza hii sipiri haya. Yaani wewe mbongero babu, utafiri babu, yani itaanza namna kazi mtu hata katika kazi ndio lake kwenda bara. Mtu hapa si lake kwenda hapo ifupe leo. Hapo naona hapa sasa kwenye ndio wala jambo kubwa sana. Bwana, habari kwanza za mihangaiko ya hapa na pale? Salama kabisa, tunamshukuru Mungu. Tunaona jina linatembea. Ndio, jina linatembea hivyo hivyo. Na fikiri Asili Yetu TV tulikuwa ni watu wa kwanza kuangazia kipaji chako, sio? Kweli kabisa. Okay, baada ya kuangazia kipaji nini kilifuata? Mlinipeleka sehemu, maana sikuja kujua kama ndio kufahamika kama sasa hizi. Asili Yetu TV imetoa sehemu fulani kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo nashukuru sana Asili Yetu TV. Bwana, shukrani sana. Karibu tena Asili Yetu TV. Tangu tulipofanya mahojiano ya kwanza, ni mabadiliko gani makubwa yametokea kwenye safari yako ya uundaji wa maudhui mtandaoni? Nimejifunza vingi, pia tunashauri wazuri, nimenishauri vitu vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana, vitu vingi sana vimeongezeka. Siwezi kuelezea, lakini vitu vingi vimeongezeka kwa sababu wenyewe sasa hivi tunao ngao wengi. Hivyo. Ulikwambia safari yako ya kupata matangazo, ulipiga tangazo afu ukapewa wale wenye thamani ya 1500. Bado mpaka sasa hivi tunapokea hizo au sasa hivi tumevuka level fulani? Sasa hivi tumevuka. Kwenye matangazo angalau tunapokea chochote. Na tuingie tena mjihawani. Sasa hivi mkoongea tu bwana, tunafanyaje tunamaliza. Okay, umetisha sana. Ulianza kuwa content creator za mashambani, hasa kushamba viazi, hasa kuvuna viazi ukitumia lugha ya Kibena, na kiliwavutia watazamaji wengi sana. Ndiyo. Bado tu kwa sasa hivi tumeona kama zile clip za kushanti viazi kama tumeachana nazo kabisa kule mashambani, tunadili mjini. Sahihi kweli. Bana content imetoa sehemu fulani tumeta. Kwa sababu na watu tumejiana na watu, kwa hiyo kidogo kule shambani tumetoka, ila tunarudi muda kufika, lakini kwa sasa hivi tupo kwanza. Okay. Kwa safari yako sasa hivi tuko town, hatuko tena bush. Sasa hivi tuko town. Tuko town. Tuko bush kidogo. Okay, hatua kubwa sana hiyo. Kwa nini uliamua kutumia lugha ya Kibena? Je, unaona imekuwa ni nguvu kipekee kwenye brand yako? Ndio, lugha ya Kibena bwana. Mimi sijapata habari, napenda kwa kila kona Hongera sana. Sasa tunakuona ukifanya challenge na Tulivu Boy pamoja na Gero from Njombe. Ushirikiano huu ulianzaje? Hivi ni mtandaoni. Tunafanya hivi mtandaoni. Kama inavyoona mwenzio kama mimi ndio wanapatia sana wasanii kwa nyumbani, kimfanya sana content na wanafanya challenge. Kwa hiyo tukutana kama hivi, inshallah basi tunakutana. Ongea kama tunafanya jambo. Okay. Kwa sababu tuko kwenye mbele, lakini muda ukitokea kidogo huwa tunajana simu. Tunafanya jambo safi. Okay. Umetisha sana. Sasa tumekuona ukifanya challenge. Je, collab hizo ambazo mnazifanya kwenye ukuaji na jina lako, idadi ya wafuasi mnaona wanaongezeka kupitia hizo challenge ambazo mmeungana vya Tulivu Boy, Gero from Njombe? Kwako sasa unaona kuna kitu ambacho kinaongezeka, idadi hizo ya wafuasi, au kuna yani unaona ndio tulipoungana kuna kitu kinaongezeka? Okay. Ndio kwa kama hatupo yani sema mnahangaika mjini. Kwa hiyo kila mtu ana kasi. Sasa ana kasi sawa. Hamwezi kusema mkao unakutana muda wote kwa ngumu, kila mtu mara yuko huko. Lakini wafuasi wanaongeza, sababu kuna mwingine anaweza kawa hadifuatilia mimi namfuatilia mtu. Au hadifuatilia mimi namfuatilia mtu au hadifuatilia mimi namfuatilia mtu mwingine. Kwa hiyo tunapoungana
ataliona mimi kupitia yule au ataliona yule kupitia mimi, na atafuatiliwa na ataongeza au mimi nitaongeza. Umeeleweka sana. Mbali na kutengeneza content, wewe pia ni dalali wa bodaboda na magari. Ulifanikiwaje kuunganisha biashara na kazi na uundaji wa maudhui mtandaoni? Hiyo hapo kufanya huo tuseme kama dalali, tuseme kama dalali winga kama mimi nasema mimi sio dalali kabisa, kwamba mimi kama wewe unatoka unanipigia pesa, mimi na chombo changu nakiuza, utafikia mteja, kwa sababu content ndio imeiva wale watu ambao wako wanaouza kwenye content, nitawapa na chombo kama bwana ninachuma hii hapa, wale ndio mungi kwa sababu kama na mbele huko baridi sana watafuta kama wale wafuasi wangu nawaambia kusema na chombo chako, kama atakubali basi nitakwambia wewe na mteja wewe chombo chako, kichukua tunauza kwa mteja. Mpaka sasa hivi tumeuza bodaboda ngapi? Hesabu unazozikadiria kwa makadirio ni nyingi. Gari tumeuza kama 5. Na ile gari ambayo ulisema umeme mwingi sana, gari inaonekana kama kichome hivi, lakini mwaka ukaisukuma. Gari ilikuwa sahihi. Sababu kutokana na ile kupata hivyo hauwezi kusema sababu ile gari kama inauza milioni 2. Sasa wewe kusema gari ya milioni 2 hata kwa bodaboda mcha hivi. Sasa wewe kusema umeme mwingi sababu kutokana na hiyo. Sasa ile ndio alinunua ile gari kupiga simu, bwana Madrid Master umefanya nini sasa? Uniuzia gari kichomi hiki bwana. Hapana, hakupiga simu kwa sababu kutokana na hela kwamba kusema gari ya milioni 2 lazima gari bora. Ndio maana Mchina ametuletea vitu mpaka vya bei rahisi. Kwa hiyo usijiulize kwamba kwa nini kiloza 10,000 maana je ni kiboro. Umeeleweka sana. Kwa hiyo kupitia wale wafuasi wa kwako ambao nao umeamua kuwageuza kuwa biashara ili upate manufaa zaidi. Kama ndio ukasema tutaenda kwenye content kama content tu. Bila chochote kama tunahitaji kula vaa nini, kwa hiyo kaamua kidogo. Ni changamoto gani kubwa umewahi kukutana nazo kama content creator kutoka Njombe? Changamoto kubwa ndio tunaona. Hiyo changamoto sijaelezea, lakini kwenye content hizi kuna vitu ambavyo hatujajifunza, tuseme ukifanya content ndio ya Njombe hatujajifunza na hatuelewi. Kuna vitu vingine kimtaka na watu post kwa ni kawaida, lakini ndio wale post watoto walikuwa wanacheza muziki. Sasa ndipo wale wapost wale watoto wanacheza muziki ikaonekana ni kosa kisheria. Maana hiyo kwa wanacheza kama watu wazima hasa ndio nikapigia simu na ustawi wa jamii. Kwamba ni uzalishaji. Walikuja ofisini. Nilipigiwa simu. Nilipigiwa simu wakaniunganisha na watu kule maana ustawi wa jamii wapo kila mjini wapo ngazi kwa ngazi. Nikaelimishwa kwamba hiki kitu sio sahihi na hizo content zifute. Hivyo bado tu ndio kwa wale na mimi nikawacha zamani nilikuwa sija kusema bwana hapa nitakuwa mwe kama wewe unafanya hiki kitu nitakuwa usikilize wakubwa na ujue hizi taratibu za zinakaa. Kama wewe unapata changamoto kubwa mara kwa hiyo shafa baada ya kupokea simu naona jela hii hapa jela inanukia kabisa. Nikasema paka na mzee nikasema au biashara hii kabisa kimelamba kimeshalamba. Nikasema hapa ni mali tayari. Nikasema lakini walipoendelea wakasema bana tunaona hata vitu vingine bado tunachekesha na wale wale wanafurahi pia. Nikasema ngoja niendelee. Kupitia hiyo simu ambayo ulipigia kutoka ustawi wa jamii, sasa hivi unaweza ukawaambia nini? Anawashukuru sana kwa sababu walishauri pia wakaniambia niendelee na kufanya kizuri, lakini hiyo nafuata mitandao inavyotaka. Siposti kitu ambacho kitaathiri watu wengine au kitu fulani, kwa hiyo naposti kitu ambacho kama mtandao unavyotaka. Umetisha sana. Je, kuna watu walikuwa hawakuamini kwenye kazi zako mwanzoni na leo wanakuchukuliaje? Wengi sana walikuwa wananiamini na wengi sana walikuwa kama kazi hii imesha utani, lakini apepele bange unajua kitu kingine ambacho nilikuja kujifunza kwamba wengi wanaamini hata Mungu kinikilipo amekosa kazi kabisa au anyaruleho au haramna lakini sasa wanaona wao wenyewe, kwa wengine wanaanza naamini, lakini bado wengine hawaamini. Lakini taratibu hatuna haraka nao. Umetisha sana. Unapataje mawazo ya content mpya ambazo zinawavutia watazamaji?
Kwa sababu mimi content zangu tuseme tuko tofauti kidogo. Kila mtu na content zake anazotengeneza. Kila content ndio maana unaenda tofauti na ndugu zako ili na wewe kidogo upate watu. Mimi ndio naelezea kama kwenye maisha kidogo kwanza tuseme huyo hapo inasabu hivi anaelezea kama vitu ambavyo fulani. Kwa hiyo anapata mtu kwenye maisha tunayo. Okay. Maisha ya kila siku. Maisha ya kila siku wewe. Mimi kwa Dar es Salaam hivi ya nyumba hata kusema process tunataka naomba tosana. Naomba zete. Lakini nimemwona umekanusha kwa kijana mmoja Msam Roden alifanya interview na kituo fulani cha habari. Aliulizwa swali gani ile? Aliulizwa Wahehe wanakula umbo. Je, Wahehe wanakula nini? Sasa tupige kwa kilugha sasa. Ndio ndio Msam Roden. Mimi kwa kingo na lakini sasa Wahehe wote wasemu. Alikuwa mmoja wapo tunakwamba ameuza anapenda baadhi ya hii na baadhi ya huko anapenda bidii yake. Ndio anapenda baadhi ya magari fanya kama mawasha. Kama mawasha sio kama ni ndio wewe umeshagula. So mimi sasa kwa nini kwa kama kiu bali tumemadini kama hata kudisha mambo baadhi alisema mawasha balozi wa wabena ukaona hapa anaingia kazi uruka kisawa kabisa baada ya kumsahihisha sasa Msam Roden ile alikuchukuliaje? Alipokea vizuri sana na mimi sielewe. Alipokea vizuri sana baada ya nitafuta. Kwa sababu tukafanya jambo tukafanya challenge. Okay. Ulikanusha hii mtandaoni kabla ya kuonana na yeye. Kabla ya kuonana. Ila kwa mfano mtandaoni alikuwa anamfuatia sana na ile nyimbo za kipindi. Baada ya kukanusha sasa balozi mwenyewe akaona kwa sisi wabena yale sio mawashawasha. Kala baki ugana. Afika kandika kwa muhimu matebele akandi kuna midi fulani yake mabachula sijui kama nani kama msajili okay. Ila hivi bado watu wanakula bado wazee wanakula vijana wa saizi bwana wewe tukipewa sasa hivi tunaondoka hivi na wewe sababu kama lazima asikamani na tembea tu kutamsuli akija kwanza mmoja okay. Hatari sana. Ni ndoto gani kubwa unataka kuitimiza kupitia kazi zako za content creator? Akikubwa tunapambana kuwa content wakubwa na si kidogo tuonekane. Ndio yangu kubwa sana ni kupambana ili sikuonekane. Okay. Vijana wengi wanataka kuingia kuwa content creator, unawashauri nini wenzio? Wewe kuna mimi nimeona wengi sana ambao wanakuja kuwa content creator. Waanzie wapi sasa hapa? Hapo sasa kwenye kuanzia akikubwa tu ubunifu. Atengeneze kitu ambacho taona hiki kitu cha kwake peke yake. Okay. Ila mimi nimeona kwa ndoto. Wewe tumeona sana kwenye kuongea lugha ile ya asili jioni. Tunamwona Maiza Mbena, tunamwona Badidu Master kuna sio kishati naye kile kitu Godi Mbena. Okay, Godi Mbena timu la Maiza hiyo. Wewe wanaoipenda afisa usafirishaji kwa peke yake. Afisa usafirishaji yule. Sababu afisa usafirishaji mimi ni mmoja kwenye kundi yani kama anahamasisha yeye hayupo kwenye content hayupo labda kwenye wimbo anahamasisha yani kitu chochote kile anahamasisha kwa watu wachaji kwenye barabara usafirishaji. Okay, umeeleweka sana. Na mashabiki wako wategemee nini kipya kutoka kwa Bandidu Master katika siku zijazo? Wategemee kazi nzuri sana sababu kuna vitu nimeshajiandaa bado sijaanza kufanya. Kuna content zangu kutengeneza za tofauti kidogo. Kwa hiyo yaandaa kwa kazi nzuri. Na wajiandae kwa kazi nzuri zinakuja. Okay. Na mwisho una ujumbe gani kwa mashabiki wako na wadau wa Asili Yetu TV wanaokufuatilia tangu mwanzo mpaka sasa? Nashukuru sana kwa kunifuatilia. Kwa hiyo hapa Asili Yetu TV nawashukuru sana. Ile mnifahamu nawashukuru sana. Kikubwa naomba support yenu, endelee kunisupport vijana wenu. Kama hivyo tunapambana na kushare TikTok kama Bandidu Master, Facebook kama Bandidu Master, Instagram kama Bandidu Master. Hapo ni wale vijana wenu ndio na hiyo simu sionekane ili tuondoke tuoneane bwana. Kumbe
utaifanya hiyo. Umetisha sana bwana, mimi sina la ziada. Asante kwa time yako ambayo tumepiga story, tumeenjoy, tumejua safari yako, kwa nini tumekuwa dalali wa magari na vitu mbalimbali ambavyo vipo bwana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Shukrani sana. Charlotte, asante. Tulikuwa na Bandidi Master ambaye tulikuwa tunazungumza naye kwenye interview. Tunakumbuka tulifanya naye interview kwa mara ya kwanza, na baada hapo mdini tuonaka huyo hivi tamjia si nyingi, unaona leo kuna huyu jamaa vipi anamganga au namna gani, ndio ikawa safari hizo. Kwa tulizungumza na Charlotte sana. Kwa watu wote ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia Asili Yetu TV, na tuwakumbushe tu Asili Yetu TV tuko kwenye maandalizi ya tamasha letu. Kwa hiyo hakikisha unashiriki, hakikisha unafuatilia taarifa zetu mara kwa mara. Tukutane wakati mwingine.